Sasa leo utajifunza mbinu za kisaikolojia ya manipulation na jinsi ya kuzitambua. Sasa manipulation ni hali ambapo mtu anakushawishi kufanya jambo ambalo anataka yeye bila wewe kujua. Anaweza kutumia udanganyifu au anaweza kutumia hila, lakini pia anaweza kucheza na akili yako na kufanya jambo ambalo yeye anataka bila hata wewe kujua. Lakini sasa manipulation sio nzuri kwa sababu ni tofauti kabisa na ushawishi wa kawaida. Ushawishi wa kawaida ambao unaitwa influence, wenyewe mtu anakuwa na lengo la kukuamulia wewe kufanya maamuzi yako na anakuwa anazingatia mipaka yako, na mara nyingi unakuwa ni wa kweli. Lakini manipulation ni udanganyifu wa akili, na ndio maana si njia nzuri ya kutumia kwa watu wengine. Kwa hiyo lengo la somo hili ni kufundisha kujua nini maana kwanza ya manipulation na jinsi gani unaweza kuelewa namna kama mtu anakufanyia manipulation na kuweza kujilinda na manipulation. Karibu sana. Kama ni mara yako kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usahau kusubscribe. Hasa mbinu ya kwanza inaitwa gaslighting au kukuchanganya akili. Gaslighting ni mbinu ya kufanya uanze kutilia shaka akili yako mwenyewe. Mtu unakuta anakuambia hujawahi kuniambia hivyo, au wewe unawaza sana wakati unajua unakumbuka vizuri ulimwambia. Taratibu unaacha kujiamini na unaanza kumtegemea yeye kama chanzo cha ukweli. Hii ni mbinu hatari kwa sababu inavunja kujiamini na inakufanya uwe dhaifu kisaikolojia. Sasa hii mbinu ya kwanza gaslighting, kwa lugha ya Kiswahili ni kuchanganya akili. Unakuta mtu labda ulimwambia jambo fulani lakini anakuambia wewe hujaniambia hivyo, au shida wewe unasahau sana. Lengo pale ni kukutilia shaka mawazo yako au hisia zako. Sasa pale unaanza kujiuliza, kweli labda nakuta labda sikumwambia kweli, au mbona kama nilimwambia lakini anakuambia hukuniambia. Au unakuta labda umekasirika, labda mtu akakukwaza, anakuambia wewe nawe unakasirika kwa vitu vidogo. Lengo uanze kutilia shaka hisia zako, na ukishaanza kutilia shaka hisia zako, yule manipulator anaweza kukuongoza kwa sababu utakuwa hujiamini tena na kile unachokifanya. Unaanza kumsikiliza yule anaye kuongoza ambao ni manipulator. Kwa hii si mbinu nzuri kwa sababu inakunyima ujasiri na unaanza kushindwa kuwa na maamuzi yako, badala yake unaanza kumsikiliza yule anaye kumanipulate. Sasa hapo unakuwa hauna mipaka yako binafsi, badala yake unakuwa unamsikiliza yule anaye kumanipulate. Kwa hiyo ni vizuri kuelewa mbinu hii na kujitahadhari kwa wale ambao wanafanya manipulation. Lakini mbinu ya pili inaitwa guilt tripping au kwa Kiswahili inaitwa kukupa hatia. Sasa hapa mtu anakufanya ujisikie kama wewe ni mwenye makosa ili ufanye anachotaka. Anasema badala ya yote niliyokufanyia, au kama ungejali usingekataa. Unakubali si kwa sababu umetaka, bali kwa sababu unajisikia vibaya. Hii inakufanya ufanye maamuzi kwa hatia badala ya akili. Sasa hii guilt tripping ni kukupa hatia, yaani mtu anatengeneza mazingira kukupatia hatia ili kufanya kile kitu mtu anachotaka. Anaweza kuambia kama ungejali usingenifanyia hivi. Sasa kwa sababu si binadamu, kisaikolojia hatupendi kuonekana wabaya, unajikuta unamfanyia kitu si kwa sababu unataka, ila kwa sababu hutaki kuonekana vibaya. Sasa hii si nzuri kwa sababu kuna muda na wewe una mipaka yako au unahitaji kufanya jambo fulani, lakini manipulator anaweza kutumia hiyo kukushawishi ufanye jambo analotaka yeye bila kuwa na matakwa yako ya kukubali hilo kitu. Kwa hiyo guilt tripping inaweza kutumika pia kwenye maisha ya kila siku. Mtu anakuambia bana, kama ungekuwa unajali kwa sababu hujali ndio maana unanifanyia hivi, kama ungekuwa unajali ungenifanyia hivi. Au nimekufanyia mambo mangapi, mbona unashindwa kuzingatia hili jambo dogo ambalo nimekuambia? Kwa hapo unajikuta unashawishika kwanza kuzingatia ile jambo alilokuambia kwa sababu unakuwa kama unajisikia vibaya. Sasa ile hali ya kujisikia vibaya unajikuta unaongozwa na yule mtu anaye kuambia hilo jambo. Kwa hiyo ni vizuri uelewe pia mbinu hii na uweze kujilinda na watu ambao wana lengo la kufanyia manipulation. Lakini mbinu ya tatu inaitwa playing victim au kujifanya mwathirika. Sasa hapa mtu anajionyesha kama anaumia sana na hana msaada. Anasema hakuna anayenijali au wewe tu ndio unaonisaidia. Lengo lake ni kufanya umhurumie na uache mipaka yako. Unaanza kubeba matatizo yake badala ya yeye kuwajibika yeye mwenyewe. Sasa hii playing victim ambayo kwa lugha ya Kiswahili ni kujifanya mwathirika, nataka kufanyana kama guilt tripping, lakini iko tofauti kidogo.
hii mtu anajifanya kuwa anaumia sana au amekosa msaada au yeye ana matatizo makubwa, ili akufanye wewe uwajibike na matatizo yake au na majukumu yake badala ya yeye mwenyewe. Na unakuta mtu anakuambia hakuna anayejali ila wewe tu peke yake ndo unajali. Lengo ni kufanya wewe uhusike na mambo yake badala ya yeye mwenyewe. Au anaweza kukuambia katika watu wote hapa wewe tu peke yake ndio unayejali. Kwa hiyo inakutengenezea hali ya kushawishika zaidi kwenda kufanya kile kitu, kwa sababu binadamu sisi tunapenda kuonekana wema. Anaweza kusema yani sijaona mtu mwingine ambaye ana jali au ananizingatia au mwenye moyo wa kusamini kama wewe, au wewe ndiye pekee ambaye unanielewa. Kwa hiyo hapo unashawishika kufanya lile jambo kwa sababu unakuwa unatamani kuonekana vizuri kwa mtu. Kisaikolojia si binadamu tunapenda kuonekana wema kwa watu. Kwa hiyo unajikuta unaongozwa kisaikolojia bila hata wewe kujua. Na hii mbinu sio nzuri kwa sababu na muda na wewe una mipaka yako. Sasa usipojua namna gani ya kuzuia mipaka yako, utajikuta unaongozwa na mtu bila hata kujua. Lakini mbinu nyingine inaitwa threat and fear control, yani kutumia hofu na vitisho. Sasa hapa mtu anakutishia ili ufanye anachotaka. Anaweza kusema ukikataa nitakuacha au nitafichua siri yako. Kwa sababu unaogopa, unafanya maamuzi haraka bila kufikiri. Huu unakuwa udhibiti wa kihisia unaotumia hofu kama silaha. Sasa hii threat and fear control, mtu anatumia hofu na vitisho. Mtu anaweza kuambia nitawaambia watu siri yako ile ambayo naijua, au ukikataa nitakuacha, au ili ndio jambo langu la mwisho mimi kuongea na wewe. Kwa hiyo anakuwa anakutishia, na si binadamu kisaikolojia unapotishiwa unakuwa haufanyi maamuzi kwa akili iliyotulia. Kwa hapo unakuwa unafanya maamuzi bila hata kufikiri vizuri. Unajikuta unafanya maamuzi ambayo hata ukija kufikiri unashangaa kwa nini umefanya hivyo. Kwa hapo yule manipulator anapata advantage ya kumanipulate kwa sababu unakuwa hauna utulivu wa kufikiri vizuri. Kwa hiyo anaweza kukutishia labda nitakuacha au nitaondoka au nitafichua siri yako. Kwa hiyo hapo sasa unapata hofu. Au hata kazini bosi anaweza kuambia nitakufukuza kazi, au ukichelewesha hii ripoti nitatafuta mtu mwingine wa kumweka hapa. Kwa hiyo unajikuta automatic ile hofu inakuongoza kufanya maamuzi ambayo hata baadaye ukikaa kufikiri unajikuta huwezi ukafanya hivyo. Kwa hiyo manipulation pia inaweza ikahusika kwenye kutumia hofu na vitisho ili kukuongoza kufanya jambo ambalo manipulator anataka ulifanye. Sasa mbinu nyingine ni love bombing, au kwa Kiswahili inaitwa mapenzi ya kupita kiasi mwanzoni. Sasa hapa mtu anakupa mapenzi mengi sana kwa muda mfupi. Anakupa sifa nyingi, ujumbe kila wakati na ahadi kubwa mapema. Lengo lake ni kuunganisha kihisia haraka, baadaye anaanza kukudhibiti na kukunyima upendo polepole. Sasa hii mbinu ya manipulation ya love bombing ambao Kiswahili inaitwa mapenzi ya kupita kiasi mwanzoni. Hapa mtu anakuonesha upendo mwanzoni wa hali ya juu, anakutext kila kawaida, kila muda anakuwa na wewe muda wote, anakuletea zawadi. Sasa baadaye anaanza kupunguza ule upendo. Lengo ni kutaka kukuasili kihisia, kwa sababu si binadamu tunapenda jambo lolote ambalo tunalifurahia liendelee kama lilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo unajikuta unakuwa unatamani ile hali ya mwanzo rudi kama sasa. Kwa hiyo unajikuta unaanza kuongozwa na ule mtu bila kujua. Na hii waga inatumika sana hata kwenye mahusiano. Unakuta mtu anaanza mwanzoni anakutext, anakuwa karibu na wewe, anakuletea zawadi, lakini baadaye anapunguza yale mawasiliano. Unajikuta sasa unaanza kushawishika sasa kuanza kumsikiliza zaidi badala ya kusimamia mipaka yako. Kwa hiyo unaanza kuwajibika kurudisha ile hali kama mwanzo, kwa sababu si binadamu tunapendaga vile vitu tunavyofurahisha viendelee kama vilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo unajikuta unaanza kushawishika na ule mtu na kufuata kile anachosema yeye, kwa sababu unakuwa unatamani ile hali ya furaha na upendo iwe kama mwanzo. Kwa manipulator pia anaweza kutumia mbinu hii kumanipulate bila hata wewe kujua, kwa sababu si binadamu tuna tabia ambayo tunapenda kitu kiendelee sasa kile cha furaha kama kilivyokuwa mwanzo. Kibadilika tu tunaanza kutamani ile hali ya kihisia irudi kama ilivyokuwa awali. Inapokosekana unaanza kufanya njia yoyote ili kuirudisha kama ilivyokuwa mwanzo. Lakini mbinu nyingine inaitwa pressure and urgency, yani kukukimbiza kimaamuzi kwa lugha ya Kiswahili. Sasa hapa mtu anakukimbiza ufanye maamuzi kwa haraka. Anaweza kusema amua sasa au hii nafasi yako ya mwisho. Hakupi muda wa kufikiri kwa sababu anajua ukifikiri unaweza kukataa. Maamuzi ya pressure mara nyingi huleta majuto ya baadaye. Sasa hii
mbinu ya manipulation inaitwa pressure and urgency, au kwa Kiswahili kukimbiza kimaamuzi. Hapa mtu anakuambia ufanye maamuzi sasa hivi, au hata kwenye biashara mtu anakuambia nunua sasa hivi. Eleweka basi, kama wanachukua au uchukui. Hapo anakuwa na lengo la kukumanipulate akili yako, kwa sababu anajua ukifikiri sana unaweza kukataa. Hata kwenye biashara ambazo unavyoenda kununua nguo au biashara yote, muuzaji anakuambia hebu amua basi, mbona unazunguka, mtu maamuzi sasa hivi, au chukua haraka. Au hata kwenye mahusiano mtu anakuambia hii ndio nafasi yako ya mwisho, usipofanya hivi sasa hivi mimi naondoka, au amua sasa. Hata kwenye kazi, amua sasa, la sivyo utapoteza kazi. Lengo ni kufanya ushindwe kufikiri, na ndio maana hata manipulator wengine wanaweza kutumia hata mkataba, anakuambia sign sasa hivi, lakini ukitaka kumuomba muda wa kufikiri anakataa, kwa sababu anajua ukifikiri unaweza ukabadilisha maamuzi. Kwa hiyo hii mbinu pia manipulation inaweza kutumika pia kukuongoza wewe bila kujua. Mtu anakulazimisha ufanye maamuzi kwa haraka, kwa sababu anajua binadamu si kisaikolojia, huwa tukiwa na vitu ambavyo tufanye kitu kwa haraka, huwa hatutumii uwezo wetu wa kufikiri, tunatumia hisia ambazo zinakuwa ndani ya ubongo wakati ambao unaitwa subconscious mind. Kwa pale sasa unakuwa unaongozwa na hisia, sio akili yako ya kawaida. Kwa hiyo mtu anaweza akakumanipulate na akakuongoza vile anavyotaka yeye. Sasa mwisho, mbinu hizi zote zina kitu kimoja kwa pamoja, zinatumia hisia zako badala ya akili yako. Manipulation hufanyika kwa hila, si kwa nguvu. Ukizitambua mapema, unajilinda na unafanya maamuzi kwa huru wako. Sasa mbinu zote hizi mara nyingi, kwa sababu sisi binadamu tunafanya maamuzi kwa hisia, sio akili, ndio maana zinacheza sana kwenye hisia zetu. Kwa hiyo unapojua na unapoelewa, unakuwa rahisi kujilinda. Angalia sana maamuzi unayofanya. Jiulize, hivi kweli nimeongozwa na hisia za huruma, au kwa nini nakosa maamuzi yangu binafsi, au kwa nini mipaka yangu inashindwa kuzingatiwa? Unapogundua unakuwa unajihisi labda unanyima haki zako au unashindwa kufanya maamuzi, ujue kuna mtu anacheza na akili zako. Lazima kila mtu awe na maamuzi, awe na uwezo wa kuamua, na awe na mipaka ambayo anasema hili jambo hapana na hili jambo ndio. Kwa hiyo ukiona unajikuta huwezi kusema hivyo, basi unajua kuna mtu anacheza na akili zako. Sasa unapoelewa jinsi ya hizi hatua au hizi mbinu za manipulation, inakuwa ni rahisi sasa kuelewa. Hata mtu anayekuja kukufanyia manipulation anakuwa hawezi, kwa sababu unakuwa na uelewa mkubwa sana. Hebu niambie katika comment ni mbinu gani ambayo imekugusa zaidi au umeelewa zaidi. Lakini kama kuna sehemu hujaelewa, unaweza kwa comment sehemu ya comment section na mimi nitakufanulia vizuri. Asante sana kwa kutazama video hii mwanzo hadi mwisho. Mimi naitwa Elikhan Mtz. Usisahau kusubscribe. Tukutane tena kwenye kipindi kingine. Bye bye.